tumekuja na ubunifu wa hiki kifaa ambacho tunakiona, tunaita electronic weatherboard, ambapo tulianza na weatherboard za kubadilisha ama kuhuisha kwa mkono baada ya kupokea zile taarifa wale BMU ambao tumeshawafundisha kutoka kwenye jamii na kwenye hiki kisiwa cha Gozba ambacho sasa tupo, huwa wanaenda kubadilisha kulingana na ule utabiri. Lakini hii electronic weatherboard sasa yenyewe inaenda digital zaidi, kwa sababu ndani ina line ambayo imeunganishwa na kwenye mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kule Dar es Salaam. Kwa hiyo wanapobadilisha taarifa za utabiri wa masaa 24 yajayo, yenyewe inapokea hapa moja kwa moja na kubadilisha hizo taarifa kupitia hizi taa ambazo zinaonekana, ambayo sasa inaonyesha utabiri wa mvua, upepo, mawimbi, uono pamoja na uelekeo wa upepo ama urefu wa mawimbi. Sio wavuvi tu, lakini hata watumiaji wengine, kwa mfano wasafiri na wenye vyombo pia watakuwa na fursa ya kuangalia na kuweza kujiridhisha hali ikoje. Lakini kwa wakina mama pia ambao ni wachakataji na wafanyabiashara nao nunua dagaa, kabla mtu hajafanya maamuzi ya kwenda kununua labda ndoo 10, 15, ndoo 20 za dagaa, aangalie kesho yake hali itakuwaje. Hii inaweza ikamsaidia kuweza kujiandaa zaidi na mvua. Kama kuna mvua, wakina mama wamekuwa wakipata hasara sana, na wale wafanyabiashara nao andaa dagaa kwa ajili ya kuzianika. Wametuletea hii motherboard ambayo tunaiona hapa, ambayo itakuwa inatuonesha utabiri wa hali ya hewa kwa ajili ya wavuvi wetu. Tulianza na tulikuwa tunaweka taarifa zetu kwenye zile mbao za kawaida, lakini sasa leo tumepata chombo kingine hiki ambacho kimeunganishwa moja kwa moja na TMA makao makuu. Kwa hiyo makao makuu yanapobadilisha taarifa zile za utabiri wa hali ya hewa, na sisi moja kwa moja tunaipata hapa Gozba. Kwa hiyo hiki ni kitu muhimu sana na wavuvi wetu watakipenda, na kinaonekana kiko vizuri. Watu wamekipokea vizuri sana, na tunaahidi sisi kama wadau wenyewe tutakilinda ili kisije kikaharibika katika eneo hili, ili kiendelee kutusaidia kwa muda wote. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa serikali, na iendelee kuwapa maeneo mengine visiwa vyote ambavyo wanatumia uvuvi. Sikwenda kuangalia ubao unatuelekeza nini kuhusu hali ya hewa, kwa hiyo nilijikuta nanunua pasipo kujua hali ya hewa ni nini. Maana wakati mwingine pia unaweza ukanunua ukiangalia hali ya hewa inakuwa inabadilika. Kwa hiyo nikajikuta tayari nimeshaingia kwenye hiyo tatizo la kupigwa na mvua mpaka sasa. Na nilinunua dagaa ya shilingi 1,700,000, lakini kutokana na mvua kuwa nyingi nilijikuta mvua inanyesha mfululizo pasipo kukata ndani ya siku 3, nikawa nimepoteza kiasi cha shilingi 1,500,000. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018, ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi, ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza blend na manufacture beers, zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.